Mwigizaji na msanii wa Nigeria anayefahamika kwa jina la Odahoho Joseph Efe maarufu kama Kata Efe amepoteza akaunti yake yenye mashabiki zaidi ya milioni 3.5 kwenye jukwaa la mtandao wa TikTok pamoja na akaunti yake ya Instagram kufuatia kumkashifu msanii huyo maarufu Wizkid wakati wa moja ya vikao vya mazungumzo ya moja kwa moja. Kata Efe alizua mzozo baada ya kudai Wizkid hakumjali licha ya kuimba wimbo wa heshima machala kiasi cha kumtaja kama kijana mwenye kiburi na hata mpumbavu kama ilivyofunguka kwenye video ambayo ilikuwa imesambaa katika mitandao ya kijamii. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kwa jina la Twitter, alikuwa amesema Kata Efe anadai mashabiki wa Wizkid wanaojulikana kama Wizkid FC waliwasilisha malalamiko yalisababisha akaunti yake kufungwa, hali ambayo imeibua hisia za watu wengi sana katika mitandao ya kijamii. Katika video hiyo ambayo akiwa live alikiri kuwa ameamua kumgeuzia mawazo kwake kwa Davido baada ya kushindwa kuonesha heshima na Wizkid. Jambo hili lilisisitiza tofauti kati ya wasanii hao wawili, huku watu wengine wakisisitiza kuwa Kata Efe alikosea hadharani kwa kutumia lugha isiyofaa dhidi ya mtani mkubwa wa kuigwa wa muziki wa Afrobeat. Hii ni mada ambayo kiukweli katika mtandao wa Instagram na TikTok imeongelewa kiasi kikubwa sana, kwa sababu Kata Efe kila mmoja anatambua namna ambavyo amekuwa mkubwa pale nchini Nigeria, lakini this time around amekutana na kitu kizito bana. Mashabiki wa Wizkid wameweza kuishambulia akaunti yake na hizo wameiripoti kwa kiwango kikubwa kiasi kwa yeye kuweza kuipoteza. Sasa imagine una akaunti ambayo ina followers zaidi ya milioni 3.5 alafu ndani ya siku mmoja tu unaipoteza. Alafu sio TikTok peke yake, na Instagram pia watu wameweza kuiripoti. Kwa hiyo imekuwa ni mada kubwa ambayo watu wameongelea kwa kiwango kikubwa, lakini aliyoshutumu wamesema ni mashabiki wa Wizkid ambao walikuwa wameripoti akaunti yake. Sababu kubwa wanasema alikuwa ametumia maneno ya kumkashifu msanii huyo. Neno moja hapo ambalo alikuwa amelitumia kwa kiwango kikubwa ni neno la kwamba Wizkid ni msanii ambaye ana kiburi kuliko kawaida. Sisi hatujui, yeye peke yake anajua, kwa anathibitisha kwenye hilo, na ndio maana watu wameamua kumshambulia kwa sababu wanaona unamvunjia heshima. Kwa hiyo bana, wewe inabidi tukuondoe tu mtandaoni na jina lako tulifute moja kwa moja. Jamaa ameamua kuhamisha nguvu zake kwa msanii Davido. Hivi sasa anaona kama kwa Davido kuna lipa na anathamini kile watu ambacho wanampatia. Mimi sijui kama akaunti zake zitarudi ama zitapotea moja kwa moja. Bye bye till next time.